Mama Nesta. Kuna kampuni imenipigia simu, kwa hiyo inanihitaji haraka sana. Hivi Baba Nesta, mume wangu, umetoka tu huko ulikotoka, hata dakika 10 bado unaniambia saizi unaondoka tena. Kweli mume wangu, unachonifanyia ni haki iko? Inaweza kawa sio haki mke wangu, lakini kutokana na majukumu tuliyokuwa nayo, mimi naomba unipe ruhusa mke wangu, niende nikapambane. Hata kama Baba Nesta, kumbuka mimi ni mkeo. Nahitaji kukaa na wewe, nahitaji tujadili mambo mengi ya msingi, tujadili kuhusu maisha yetu, tujadili kuhusu mtoto wetu Nesta. Sasa hizi unaniambia unatoka kweli? Lakini Bizo. Na mama. Hebu njoo. Sawa, nakuja. Na mama. Hapana. Mimi naomba univumilie. Si unaona maisha tunayoishi? Utakuja kufurahi zaidi ya hapa. Naomba uniruhusu niende nikafanye kazi mke wangu. Sawa. Ila tu mimi naomba uwe makini unakoenda. Lakini Nesta sijamuona. Nadhani atakuwa yuko chumbani kwake amelala. Sawa. Unawaza nini mwanangu? Mama, nadha swala la kurudi shuleni. Naomba niambie nitarudi lini shuleni mamangu. Tena kuhusu swala la elimu mwanangu, hilo usifikirie kama utaendelea na masomo tena. Hamna uwezo wa kukusomesha tena. Wewe mwenyewe unavyoona hapa maisha tunayoishi. Kodi imenishinda. Miezi 6 mwenye nyumba ananisumbua, anadai pesa yake. Na sijui hata nitamweleza kitu gani. Lakini mama, unajua kama nikirudi shuleni ndio njia pekee ya kufanikiwa sisi na kuwa katika hali ya maisha mazuri. Mamangu, nawaza ya maisha ambayo tunaishi. Nawaza maisha ambayo sijui hatima yake ni nini mamangu. Nesta! 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 Jamani wewe mtoto. Yaani ni kulala tu. Hebu njoo bwana. Muangalie kwanza. Shikamoo. Sitaki hata shikamoo yako. Hivi uko ndani ulikuwa umelala au ulikuwa unajisomea? Nilikuwa najisomea. Ni muongo wewe. Yaani unaonekana kabisa umetoka kulala afu unanidanganya. Na sielewi nini cha kufanya. Sasa unavyochoka mwanangu, tutafanya nini? Wewe ukichoka tutafanya nini? Wewe ni mtoto wa kiume naye kutegemea. Mama, hii biashara yako ya mboga mama haiwezi kunifanya nikarudi shule? Mboga ndio hiyo inayotusukuma hapa. Lakini kuanzia jana mboga haishi. Basi mama, naomba hata kombe la chai ninyi mamangu. Niangalie nini cha kufanya kingine. Hata uwezo wa chai leo mwanangu hautowezekana. Labda tusubiri jioni Mungu akipenda. Naomba nipishe niendelee na usafi. Samahani mama kama nitakuwa nimekuuza mamangu. Hamna, nilikuona tu umekaa pale unafikiria, unawaza, ndio maana nikakuita nikuulize kwamba unawaza kitu gani. Asante. Hivi kulala huko nategemea hizi kazi hapa nyumbani afanye nani? Nimeamka mapema sana. Nahangaika huku nafanya usafi huko bandani, kuku nao wananisumbua. Wewe umelala tu.
Hivi umesababisha mpaka babako ameondoka pasipo kunywa chai. Baba kaondoka? Ameondoka. Wewe si umelala ndani na unajua kabisa babako anavyopenda. Samahani mama, sitarudia tena. Samahani nini bwana, unanikera. Fanya kazi. Yaani huu upendo tunaokupa unatufanya sasa unatuumiza. Nisamehe. Mimi nachoka mwenzio, nachoka jamani mwanangu. Sasa bwana nikabadilisha mambo kusema. Nenda kubadilisha nguo uje udeki hapa. Mimi nataka kunywa chai. Nimechoka. Sawa. Tena ufanye haraka huko. Mwangalia anavyojitingisha tu hapa. Wewe au nimekufananisha? Sijatambua. Ni nani mwenzangu? Mimi naitwa Mr. Damas. Okay, Mr. Damas. Kuna kijana mmoja anaitwa Mr. Damas. Alikuwaga mtundu sana. Sasa sijatambua. Ni huyo unomfahamu au ni mwingine? Kumbe una kumbukumbu. Ndio mimi. Damasi. Safi. Na umetokea wapi sasa hivi? Sasa hivi nipo katika harakati zangu. Nimekuja kumcheki kidogo shule hapa kidogo. Ndio nachomoka hapa nirudi. Sikujua kama tutakutana mahali hapa. Lakini pia nilikuwa napenda utafute siku nzuri tuweze kukutana mahali tuweze kuzungumza zaidi. Na mazungumzo marefu sana tunayo. Ni sawa. Na huyu ni nani? Huyu ni kijana wangu. Na niko naye muda wote. Yeah. Asili. Mwanangu, karibu. Haya. Pole. Asante mke wangu. Vipi, mbona leo una furaha sana? Lazima niwe na furaha mke wangu. Kwa sababu shangwe niliyokuwa nayo, ile simu iliyokuwa imepigwa mwanzo ile, ilikuwa ni ya heri. Yaani kuanzia sasa hivi nishakuwa meneja kwenye kiwanda cha uzalishaji maji. Mume wangu, Mungu ashukuriwe sana jamani. Kwa furaha nilio nayo. Ndio. Na hivyo ulivyochoka, sipati kusema. Kweli kabisa. Nesta! Hebu mletee baba maji. Mume wangu hapana. Yaani na furaha. Yaani nakwambia nilivyofika pale. Pressure. Shikamoo baba. Kunywa basi taratibu. Yaani kwa furaha niliyokuwa nayo mke wangu, yaani maisha haya ni maisha mengine tena, sio yale ya ugaigai. Niambie mwanangu. Manake naona nilitoka asubuhi, nilikuulizia sijakuona. Nilikuwa ndani baba. Ulikuwa ndani? Ulikuwa unajisomea au? Nilikuwa najisomea. Ulikuwa unajisomea? Soma mwanangu. Kama nilivyowaambia, nafikiri huyu ndio yule kijana ndiye kuagiza. Ndio bosi, ndio huyo kijana nimemleta, nimemkuta naona iko vizuri sana.